msajili ilikuja kwetu kilikuwa na lengo kwa jambo hili la sera ya jinsia na ujumuishwaji pamoja na dawati ambalo linabeba muktadha wa masuala ya jinsia na ujumuishwaji. Kwa hilo ndio lilikuwa hasa lengo. Awali kabla ya ujio wao kulikuwa na taarifa za msajili kuja na hata zilikuwa kwenye vyombo vya habari, na kimsingi kuna baadhi ya mambo ambayo yalikuwa yametukwaza sana na ofisi hii kwenye baadhi ya taarifa, kwa maana ya ujio ulikuwa umebeba labda maana nyingine na nini, na kitu ambacho tulikitolea ufafanuzi. Kwa hivyo mazungumzo yetu ya leo hasa yalikuwa ni kwenye utekelezaji wa sera hii, na kama ambavyo mmemsikia mwenyewe kwa maneno yake akisema kwamba tumekuwa chama cha kwanza wakati wa mchakato uandishi wa sera hii. Chama chetu kilikuwa cha kwanza kabisa. Kwanza tuna sera ya mabaraza yote, sera ya wanawake, sera ya vijana, sera ya wazee, ambazo zote zimezinduliwa pamoja na makundi maalum, makundi mbalimbali ambayo tumeyafafanua ni watu gani. Na tuna sera katika level ya rasimu, sera ya jinsia na ujumuishwaji. Chama chetu kilikuwa chama cha kwanza pia kwa msaada wa karibu sana kutoka taasisi ya WELDAF kwa maana kutengeneza sera hiyo, na mwezi wa 3 mwaka jana sera yetu iliwasilishwa kama rasimu kwenye kamati kuu ya chama chetu na ikawa imefanywa mapitio. Chama chetu kilikuwa ni kati ya vyama vya mwanzo kabisa kutekeleza takwa la kisheria la kuanzisha madawati, na jambo hilo limejitokeza kwa pongezi ambayo ameizungumza hapa na naibu msajili. Kwa hivyo kimsingi mazungumzo yetu yalikuwa yamejikita hapo kwenye eneo hilo, na nichukue fursa hii kuwashukuru sana taasisi ya WELDAF ambao wamekuwa pamoja na sisi wakati jambo hili kabisa linaanza. La sera hii lilikuwa na machampion ndani ya chama. Nitambue Mama Susan Limo pamoja na wenzake watatu ndio walikuwa machampion wa kuanzisha jambo hili, na limepata kibali na baraka kwenye ngazi zetu zote za chama, vikao vya maamuzi. Kwa hivyo ni chama ambacho kimekuwa mstari wa mbele kuhakikisha makundi yote muhimu kwa maana ya ujumuishwaji unafanyika katika ngazi za kimaamuzi, nafasi za wanawake kuwa wagombea kwenye ngazi za uongozi. Hatuna kikwazo chochote cha kiutaratibu, cha kimazoea cha kuwazuia. Kama hawajakuepo kwenye nafasi fulani ni vile tu labda hawajataka kugombea, lakini hatuna bureaucracy yoyote ya kimazoea au ya zile mila za kijinga za kuwazuia. Hatuna. Kama hawapo kwenye nafasi fulani ya uongozi, basi ni hawajajitokeza kuombea, wako mahali fulani. Kwa hivyo mazungumzo yetu yalikuwa kwenye muktadha huo. Yeah. Sasa mjamgusia labda kuhusiana na barua hizi ambazo mnapewa mara kwa mara, maana yeye ndio right person. Sasa kuna ambayo tumezungumza ndani, hayo tuyaache ndani tu. Leo hasa mazungumzo yetu yalikuwa hayo. Nyinyi wenyewe ni mashahidi kwamba msajili amepita vyama vyote, lakini unaweza ukapata picha chama ambacho kimeleta attention ya msajili kuja, na Tanzania nzima imejua kwamba kuna kikao na ziara ni chama chetu tu, ni Chadema. Unaweza ukapata picha ya kwamba nafasi tulionayo katika siasa za nchi hii. Hii ratiba ilikuwepo, vyama vyote wamepita CCM, wamepita na vyama vingine, lakini ilipokuja Chadema unaweza kupata taswira kwamba ni attention ya taifa. Hiyo inakupa tu taswira ya. Kwa hiyo tumeyazungumza hayo, lakini jambo pekee ambalo tunapenda kuisii ofisi ya msajili wanapoandika barua basi ziwe administrative. Kuna saa barua zinaandikwa halafu unapigiwa na waandishi wa habari kwamba tumesikia msajili ameandika barua. Umejuaje? Wanasema tumeambiwa na msajili. Kwa hiyo barua zikija kwetu huwa wanazitoa, halafu waandishi wa habari wanaanza kutu cross check hizo barua. CCM wakiandikiwa barua ambao mimi naamini hawaandikiwagi, huzisikizi kitoka, huzioni zikitoka, na ndio kitu ambacho tumechallenge kwamba kuwe na weledi wa kimambo ya kiutawala. Na kama kweli CCM wanaandikia, basi waziseme kwa waandishi wa habari, zivuje kama ambavyo wakituandikia sisi wanasema, na waandishi wa habari wanatupigia, wanatuambia tumeambiwa na msajili kwamba ameandikiwa barua 1 2 3. Kwa hivyo hayo tumeambiana, tumekumbushana ya kiweledi, ya kitaaluma,
na haya mengine ya barua hizi miaka yote tunazijibu, zinajibika. Lakini kuhusiana na hilo la barua, wanasema Chadema wenyewe ndio waga wanasambaza hizo barua. Hapana, sisi tuna uweledi wa kitaaluma bwana. Ya kwanza ile mlienda mahakamani na mkapata hukumu ambayo imeweza kuwasaidia. Je, hii ya pili tena mtaenda mahakamani, mnachukua hatua gani? Sasa hilo naomba kwenye mazungumzo ya leo nisilizungumzie. Kuna barua tumezipokea, tutazijibu administratively. Hilo tutalijibu administratively kama jinsi ambavyo limetutaka. Swali la mwisho. Sasa swala la maadili halichagui. Whether ni mwanamke ukikosea utashughulikiwa kimaadili, whether ni mwanaume ukikosea utashughulikiwa kimaadili, whether ni mlemavu ukikosea utashughulikiwa kimaadili. Leo tulikuwa tunazungumzia kuhusu sera na utekelezaji wa sera ya masuala ya jinsia na ujumuishwaji, na kwenye yale ambayo tumeyajadili kwa kweli ofisi ya msajili na taasisi ya WALDAF wametupa pongezi tunazozistahili. Inapokuja masuala ya kimaadili na kinidhamu, watu wanashughulikiwa kwa jinsi walivyokosa bila upendeleo. Kama mwanamke amekosea, hawezi kupendelewa aonewe huruma kwa sababu ni mwanamke. Atachukuliwa hatua zinazomstahili. Kama ni mlemavu amekosea, hawezi kuonewa huruma kwa sababu ni mlemavu. Amekosea atachukuliwa. Mwanaume halikadhalika. Kwa hivyo na ndio muktadha mzima pengine wa sera hii. Lakini pia kuna upana mkubwa wa masuala ya kimaadili. Leo mazungumzo yetu yalikuwa ni kwenye sera hii ya jinsia na ujumuishwaji pamoja na dawati lake. Amen. Leo tulikuja ofisi za Chadema makao makuu kuzungumza kuhusu masuala ya sera za jinsia na madawati ya jinsia kwa mujibu wa sheria yetu ya vyama vya siasa. Tumekuwa na mazungumzo mazuri na tulikuwa na ndugu zetu wa WILDAF ambao tulikuwa tunashirikiana nao katika masuala ya uundaji wa sera za jinsia na madawati ya jinsia katika vyama vya siasa. Na tunashukuru, tunawapongeza Chadema, wao walikuwa wameshaanza kuunda ile sera ya jinsia na leo tukaona kwamba na madawati ya jinsia wamekwisha unda. Kwa tunawapongeza kwa hilo na tunashukuru kwamba wanatekeleza vizuri sheria yetu ya vyama vya siasa katika eneo hilo. Pamoja na labda jambo hilo, kwa muda mrefu mmekuwa kwenye msuguano hapa na pale, watoa maelezo. Je, na jambo hilo mmeligusia? Hapana, leo tumekuja kwenye swala moja la masuala ya sera ya jinsia na madawati ya jinsia. Kwa hiyo nilikuwa naomba sana ieleweke hivyo, na ndivyo kikao chetu kilivyokuwa leo. Yale masuala mengine yako kule, lakini leo kilichotuleta ndio hicho, na tumekuwa na kikao kizuri sana. Tunaviasa vyama vyote vya siasa kuhakikisha kwamba vinatekeleza sheria ya vyama vya siasa na masharti ya usajili kama yalivyo katika shughuli zao zote za kisiasa na za kichama, ikiwemo mikutano ya hadhara ambao wanaendelea nayo huko vyama vyote, kwamba wajitahidi sana kuzingatia masharti ya sheria ya vyama vya siasa ili tusiweze kuwa tunaandikiana barua hapa na pale. Kwa hilo ndio jambo la msingi. Ofisi ya msajili tunatekeleza majukumu yetu bila upendeleo, kwa sababu ofisi yetu kwa mujibu wa kifungu cha 4 kifungu cha 5 ofisi yetu ni huru. Vyama vyote ni kama si nasema walezi, ni watoto wetu, hatumuonei mtu, hatumpendelei mtu. Na ndio maana leo tumekuja hapa Chadema, tumepokelewa vizuri, tumefanya kazi vizuri kwa madawati ya jinsia. Tungekuwa tuna shida na Chadema kwamba tunawaonea, wasingetukaribisha hapa. Kwa hiyo tuko vizuri kabisa. Sisi ni walezi, na walezi watoto wote ni wako, na watoto wote lazima wachukulie sawa, uwalee sawa. Pale ambapo unahisi kwamba kuna changamoto ya mwanao unamweleza ili aweze kujirekebisha. Asanteni. Sasa ni simple tu. Waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotion wana print t-shirt na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.